Mheshimiwa Naibu Spika, nyote mtakubaliana nami kuwa hotuba aliyoitoa Mheshimiwa Rais hapa bungeni ilikuwa nzito, inayoonyesha umakini, umahiri na yenye kutoa mwelekeo na dira ya serikali ya awamu ya 6 kwa kipindi cha pili. Hotuba ya Mheshimiwa Rais ilitoa maelekezo na kubainisha changamoto pamoja na majukumu yanayopaswa kutekeleza katika kipindi cha pili cha serikali ya awamu ya 6. Hotuba ya Mheshimiwa Rais imetuonesha bayana na kwa uwazi maeneo ambayo serikali ya awamu ya 6 itazingatia ili kufanikisha utekelezaji wa ahadi zake kwa wananchi waliotuchagua. Utekelezaji wa maelekezo haya kwa ufanisi ndicho kipimo tutakachopimwa nacho na wananchi waliotupatia ridhaa ya kuwakilisha katika kipindi cha miaka 5 hii ijayo. Mheshimiwa Naibu Spika, hotuba ya Mheshimiwa Rais imegusa maeneo mbalimbali na sisi wabunge tunatakiwa kushirikiana na wananchi na wadau wengine wa maendeleo kuyatekeleza. Kwa kutukumbusha maeneo ya jumla aliyoyazungumzia Mheshimiwa Rais yalihusu uchaguzi mkuu, muungano, uchumi na uwezeshaji wa wananchi, kukuza sekta binafsi, wanawake, huduma za kijamii, afya na elimu, sekta za uzalishaji yani kilimo, mifugo, uvuvi, viwanda, madini, utalii na uwekezaji, sekta wezeshi yani nishati, ujenzi, uchukuzi, tehama, mazingira, habari, utamaduni na michezo. Pia mambo ya nje, ulinzi, usalama, uwajibikaji na utawala wa sheria. Mheshimiwa Naibu Spika,